Na kwa ajili ya muda Sheikh amezungumza kwa urefu, ametufahamisha, na hizi program rasmi itaanza kesho. Lakini yangu kidogo itakuwa ni tofauti na hayo, ambayo nitachukua muda mfupi sana. Amezungumzia maradhi ya kishetani. Na maradhi ya kishetani yanapoingia katika mwanadamu anakuja kwa njia mbalimbali. Pia kuna maradhi ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala uyalete kisha akakufahamisha kupitia maybe ni ndoto. Kuna baadhi ya information Mwenyezi Mungu pitisha kwenye ndoto, anataka kukuambia kitu fulani. Na kuhusiana ndoto haijakuja kwetu tu, ndani ya Qur'ani imesimuliwa. Nabii Ibrahim alayhi salam alipotaka kumchinja mtoto wake usiku aliota ndoto. Kisha baada ya kuota ile ndoto akamwambia mtoto wake, nimeota ninakuchinja, ambaye ndio tumeingia katika mwezi wa Dhulhijja, ambaye tarehe inayokuja tutakuwa na ibada rasmi ya kuchinja. Itokea kwa Nabii Ibrahim. Asili yake ni kwenye ndoto. Kisha akaitekeleza. Ukimwangalia Nabii Yusuf, nabii wa Allah huyu, aliota ndoto. Baada ya kuota ndoto akampelekea baba yake. Akamwambia, usiwaambie ndugu zako asikufanyie hasadi. Hasadi pia ni maradhi. Kijicho ni maradhi. Tena mabaya sana, naangamiza watu. Ilipitia ndoto. Mamake Musa alayhi salam alipomzaa mtoto wake, mamake aliota, akaambiwa na Allah, ukimzaa mtoto wako mtie ndani ya kikapu kamtupe kwa mto. Hakuingia hofu, kwa maana enzi zake wakati wa Farao alikuwa akizaliwa mtoto wa kiume anauawa, wa kike anaachwa. Kwa maana ilikuwa ishakuja atakayekuja kutoa katika ufalme wako ni mtoto wa kiume. Kwa hivyo ikatolewa oda, akitoka mtoto wa kiume auawe. Haya, Musa amezaliwa wakati wake sasa. Ripoti kishajulikana kwamba huyu mtoto wa kiume atakuja kuuawa na maaskari wa Farao. Mamake kaambiwa, ukimzaa mtoto wako mchukue, mtie ndani ya kikapu, mtupe ndani ya maji. Allah atakurudishia mtoto wako, usiwe na hofu. Na ni kweli, alipomzaa hakuwa na hofu, kamweka ndani ya kikapu, huyo akampeleka kwa mto, akamtupa huko. Maji kampeleka mpaka katika ufuo wa Firaun. Wale watumishi wa Farao kamuona, wakamchukua, wakampelekea mfalme. Kuangalia mtoto wa kiume, akasema uua. Bibi yake Farao akasema hapana, usimuue. Anaitwa Asia. Na Asia atakuwa katika wake za bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika janna. Asia bibi yake Firaun alikuwa ni Muislamu alioficha imani yake. Asema huyu usimuue. Kwa sababu gani? Pengine atakuja kurithi wewe, baada wewe ushazeeka, atakuja nafasi yako. Hatuna watoto sisi mimi na wewe, hawakujaliwa kuzaa. Kwa maana kila Firaun akijaribu kufanya mambo yake pale, mitambo ilikuwa haiendi. Sasa namwambia wewe ni Mungu wewe, sasa Mungu anataka kuingilia kiumbe chake, anaacha. Kwa hivyo ameishi namna hiyo. Musa akalelewa katika nyumba ya Firaun. Sasa huyu mtoto ni mdogo, hata kunyonya hata kula ni mdogo, amezaliwa. Maziwa itoke wapi? Farao akatoa oda, watafute kale kina mama watoto wao wameuawa, wakuje kumnyonyesha Musa. Kila mama akija anakataa. Kila mama akija Musa anakataa. Mpaka mama yake mwenyewe alipokuja, aliposikia tu harufu hiyo, akamrukia kwa haraka na akaanza kunyonya. Farao akasema basi huyu mama atakuwa anamnyonyesha mtoto na mimi namlipa. Kumbe ndio mama yake mwenyewe. Allah amemrudishia. Kwa hivyo ilikuja kwa ndoto amtupe kwa maji. Na hakuwa na hofu, kwa hivyo ilikuja katika ndoto. Na sisi huwa tunaota. Na maulama wetu mashallah wametuandikia vitabu mbalimbali kuhusiana na ndoto. Wako maulama kama vile Muhammad bin Sirin, huyu alikuwa ni bingwa wa kufasiri ndoto. Kuna ndoto ambayo tunaota ukiamka asubuhi na kufuruga akili. Na katika ndoto ziko aina tatu peke yake. Ndoto ya kwanza ni ile ambayo unaota kulingana na mazingira ambayo umeshinda. Kwa mfano umeshinda hapa katika klasi ukisoma na nini, ukaenda ukalala, ukaota na mwanafunzi ukiwa ndani ya klasi, ni jambo la kawaida. Kuna wengine ambao wanaota akichezewa na ibilisi kwa sababu baby haujasoma dua ya kulala. Uislamu shakamilika, hakuna kitu umesaulika. Ukienda kulala kuna dua, ukiamka kuna dua. Hata maybe umegafilika dua huku usoma wakati wa kulala,
ukaanza kuchezewa na ibilisi, unaota unakimbizwa na mende. Unakimbia unaingia kwa chini ya meza, ni mende tu. Ni ibilisi anafanyaje? Anakuchezea, kwa maana ulisahau dua. Na kuna ndoto ambayo ukiota na inajirudia kila wakati, inabidi utafute wataalamu wa kueleza tafsiri ya ndoto ile kuweza kufahamu ndoto hii inamaanisha nini. Kwa mfano kama vile Sheikh amesema, kuna mashetani akiingia katika mili pia uchezea watu. Lakini katika ile ndoto ikawa inajirudia, ukaona hapa si jambo la kawaida. Kwa mfano, kwa kina mama na kwa kina baba, kuna huyu shetani ambaye akisha kufuru, kwa maana sisi wanadamu kuna mashetani katika wanadamu. Sivyo? Katika wanadamu kuna mashetani na katika majini kuna mashetani. Shetani, mwanadamu akiwa asi huitwa shetani, akiamini aitwa muumini. Kwa hivyo naye jini akikufuru anaitwa shetani. Sasa akishakufuru jini aanze kuwasumbua wanadamu, kuna njia akija katika mwili wako usipitia ukafikiria maybe ni mambo gani ya kawaida haya. Kwa mfano, na huo inahangaisha watu wengi sana. Mwanamke akilala anaota huku anaingiliwa, anafanya tendo la ndoa, kila kilala anafanya tendo la ndoa. Au mwanaume naye kilala anaota akifanya tendo la ndoa. Pengine anaweza kuja kwa sura ya binadamu, mwanaume kabisa unamjua huyu ni fulani, au akakuja kwa sura ya bwana, au akaja kwa sura ya mtu ambaye unamjua katika familia, au na mtoto wako haswa. Sasa unakaa, ni mtoto aina gani? Mbona mimi naota nafanya mapenzi na ndugu yangu, mimi naota nafanya mapenzi na mtu ambaye ni jirani yangu ambaye namjua, na ndoto hiyo ikawa inajirudia kila wakati. Huyu ni shetani ambaye ameingia katika mwili wako, kwa jina anaitwa jini mahaba.